Dalili 5 kwa akili yako iko level tofauti na watu wanaokuzunguka. Kuna hali fulani mtu huanza kuhisi ndani yake, sio kwa kujiona bora kuliko wengine, bali kwa kutambua tu kuwa namna anavyofikiri, kuona mambo na kuchambua maisha ni tofauti na walio karibu naye. Ni kama uko sehemu moja na watu, lakini akili yako ipo sehemu nyingine kabisa. Unaweza kucheka nao, kuongea nao, kushirikiana nao, lakini ndani kabisa unahisi kuna pengo la namna ya kufikiri. Sio kwamba wao ni wabaya, bali wewe unaanza kuona maisha kwa kina ambacho si kila mtu anakifikia. Na ukweli ni huu: akili inapokuwa haiwezi tena kufanana na ile ya zamani. Inaanza kuona mambo ambayo zamani haikuyaona. Inaanza kuchoka na vitu ambavyo zamani vilikuwa vinaburudisha. Hizi hapa ni dalili 5 zinazoonyesha kuwa akili yako iko kwenye level tofauti na watu wanaokuzunguka. 1. Mazungumzo ya kawaida hayakupi tena maana. Unakaa na watu, wanacheka, wanapiga stori, wanazungumzia maisha ya watu wengine, drama au mambo ya juu juu, lakini wewe ndani unahisi kuchoka. Sio kwamba huwezi kuongea nao, unaweza, lakini moyo wako haupo pale. Akili yako inatafuta kitu kingine: maana, mwelekeo, mipango, ukuaji, maisha ya baadaye. Unataka mazungumzo yanayojenga, yanayofungua akili, yanayokufanya uondoke ukiwa umejifunza kitu. Na unapokosa hayo, unahisi kama unapoteza muda. Hii ni dalili kubwa kuwa akili yako imeanza kubadilika. 2. Unaanza kuona mbali kuliko hali yako ya sasa. Watu wengi huangalia maisha yao ya leo, wanaishi kwa kile wanachokiona sasa, lakini wewe unaanza kuona mbali. Unaweza kuwa huna pesa leo, lakini akili yako haikubali hali hiyo kuwa mwisho. Unaanza kuona uwezekano mkubwa zaidi kuliko mazingira yako. Unaanza kujiuliza maswali kama: nitakuwa wapi miaka 5 ijayo? Nifanye nini leo ili nibadilishe maisha yangu kesho? Hii ni akili ya mtu anayeanza kujenga hatima, sio kuishi tu. 3. Unachoka na kuendeshwa na mkumbo. Kuna mambo mengi ambayo watu hufanya kwa sababu kila mtu anafanya, lakini wewe unaanza kujiuliza, kwa nini nifanye hiki? Hii inanisaidia nini? Huwezi tena kufuata mkumbo bila sababu. Huwezi tena kufanya kitu kwa sababu ya trend au pressure ya watu. Unaanza kuwa na msimamo wako. Unaanza kuchagua kwa akili, si kwa hisia za kundi. Na hii mara nyingi inakufanya uonekane tofauti, hata wakati mwingine upweke. Lakini huo ndio mwanzo wa uhuru wa kweli wa akili. 4. Unajilaumu zaidi kuliko kuwalaumu wengine. Watu wengi wakikosea huanza kutafuta nani wa kumlaumu, lakini wewe unaanza kujiuliza, ningeweza kufanya nini tofauti? Makosa yangu yako wapi? Hii ni tabia ya akili iliyokomaa. Unajua kuwa maisha yako yako mikononi mwako. Husubiri bahati wala hulaumu dunia. Unaanza kujenga uwajibikaji wa kweli, na huo ndio msingi wa mafanikio makubwa. 5. Unapitia upweke wa ndani hata ukiwa na watu. Hii ndiyo dalili nzito zaidi. Unaweza kuwa na marafiki, unaweza kuwa kwenye kundi, lakini ndani unahisi peke yako. Sio kwa sababu huna watu, bali ni kwa sababu hujapata watu wanaoendana na level yako ya kufikiri. Unatafuta kina, lakini wengi wako juu juu. Unatafuta mwelekeo, lakini wengi wanatafuta burudani. Na hii inaweza kukuumiza, lakini pia inakujenga, kwa sababu mara nyingi watu wanaoenda mbali sana maishani huanza safari yao wakiwa peke yao. Na sasa, sehemu muhimu zaidi: kuwa tofauti kiakili sio laana, ni zawadi. Lakini ni zawadi ambayo inahitaji uelewa mkubwa, kwa sababu usipoelewa unaweza kuanza kujiona vibaya au kujitenga vibaya na watu. Kumbuka, tofauti yako sio sababu ya kujiona bora, ni sababu ya kujitambua. Usiwadharau wengine kwa sababu hawaoni kama unavyoona, lakini pia usijishushie ili ufanane na kila mtu. Jifunze kusimama kwenye ukweli wako. Jifunze kujenga maisha yako kulingana na kile unachoamini. Kwa sababu ukweli ni huu: watu wengi wanaishi maisha ya kawaida kwa sababu wanafikiri kawaida. Watu wachache wanafika mbali kwa sababu wanafikiri tofauti. Na kila mafanikio makubwa huanza na mtu mmoja aliyethubutu kufikiri tofauti.
Kama umefika hapa, huenda wewe si wa kawaida, na hiyo siyo tatizo. Hiyo ndiyo nguvu yako.